Kimsingi hii ni tamthilia ambayo kwa hivi sasa inazidi kufanya kazi nzuri zaidi, inaitwa Choice, ambapo mashabiki wengi wameamua kujitoa mwanga kwa ajili ya kuweza kuifuatilia na kuweza kuitazama kwa ukubwa zaidi. Sasa huu ni uchambuzi ambao nimekuletea, ambapo ndani yake unaweza kutoa maoni yako kama tayari umekwisha kutazama sehemu ya 75, kama bado basi kupitia hii unaweza kuelewa kwamba unaweza kuipata wapi tamthilia ya Choice. Bana, tuambatane mwanzo mpaka mwisho. Bana, sometime tunaweza tukasema kwamba vitu ambavyo vinavyoendelea kutokea kwa waigizaji nchini Tanzania vinazidi kuleta motisha na morali kwa wale ambao wanatazama tamthilia za waigizaji, ama kama sio tamthilia basi movie ambazo zinakuwa zinaigizwa katika ufundi na ubora wa hali ya juu. Sasa katika tamthilia ambayo ilikuwa ikichelewa kwa muda mrefu kutoka, lakini kwa hivi sasa inatoka kwa wakati, na hivi sasa tunavyozungumza imetoka sehemu ya 75, wakati ambao ilikuwa ikisubiriwa sehemu ya 70 kwa muda mrefu, lakini kwa sasa hivi mwendo umekuwa ni mfululizo. Na hapa ninazungumzia tamthilia ya Choice ambayo bado inafanya vizuri zaidi, na kwa wale ambao wamekwisha kuitazama zaidi mwendelezo wa sehemu ya 75, basi mtaambatana nami katika uchambuzi mdogo ambao nimekuletea. Lakini kwa wale ambao bado hujatazama, basi baada ya kufuatilia uchambuzi huu hapa, basi utakwenda kuitazama kupitia channel ya County imeandikwa King Noel, pale unaweza kuipata ukitazama vizuri mwanzo mpaka mwisho. Lakini huu ni uchambuzi mfupi kuhusiana na matukio ambayo yameweza kutokea. Kwa kiasi kikubwa ni vitu vingi sana ambavyo vimeelezewa katika tamthilia hii hapa, lakini kitu ambacho kimeleta maswali mengi zaidi kutokana na utunzi ambao umetengenezwa kwa wahusika ambao wameigiza hii hapa kitu ni pale ambapo Camila imeonekana kwamba aonekani sasa hivi. Anayeonekana zaidi ni Clara pamoja na Bryden, ambapo wamekuwa wakiigiza tamthilia hii hapa. Wamefikia kipengele ambacho kinachosema kwamba mwanamke huyu hapa anahitaji mtoto, lakini mshikaji anakuwa hahitaji mtoto katika kipindi hiki cha sasa hivi, na hasa ukiangalia mpenzi wake au mke wake shai kupitia kitu fulani hivi huko nyuma ambacho kilisababisha mambo kadhaa kuweza kutokea, kuharibika kwa mtoto. Kwa hiyo hicho kitu ambacho kimeweza kutokea hapo, ningependa nikushirikisha na wewe huko uliko, ambapo tamthilia hii imekuwa inakuelekeza vitu gani ambavyo wewe unakuwa unaelewa zaidi, na maoni yako ni yapi kuhusiana na jinsi ambavyo mshikaji anapokuwa anaambiwa na mke wake kwamba aweze kumzalia mtoto, lakini mwisho wa siku sasa jamaa anakuwa kwa wakati huu hapa hahitaji mtoto kutokana na kwamba hapo nyuma kuna ujauzito kadhaa ambazo ziliweza kuharibika. Je, swali kwako, je, unaweza ukaruhusu kitendo kama hichi hapa kiweze kutokea kwa yule mtu ambaye unayempenda kabisa na una ndoto naye siku moja uweze kutengeneza naye familia? Kwa hili tukio ambalo limeweza kutokea ndani ya tamthilia hii hapa, watazamaji ndio walaji wa namba moja katika kile ambacho kinachoendelea kufanyika katika game ya Choice kwa wakati huu hapa. Kwa hiyo unaweza ukaandika maoni yako kama hiki ambacho kimeigizwa hapa wewe umekipokeaje? Je, huko mtaani ni kweli kinatokea kuna wakati mwanaume anakuwa hahitaji mtoto au hahitaji kuwa na familia kutokana na changamoto za kiuzazi? Na Bryden amekuwa akisema kwamba kwa wakati huo hahitaji kumpatia ujauzito, lakini Clara amefanya ujanja mpaka ameweza kupata ujauzito, lakini baadaye akawa tu ameweza kupokea ujauzito na kukubaliana na hilo. Bana, katika familia hii hapa ama katika nyumba hii kuna ongezeko la waigizaji wengi ambao nilikuambia kwamba kwa wakati huu hapa amekuja na ubunifu wa kipekee sana. Na ubunifu wenyewe, kuna mshikaji anaishi katika nyumba hii hapa, jamaa yake na Bryden, lakini pia mwanamke amekuwa ni shemeji mtu pamoja na Clara. Kwa hiyo changamoto za familia ambazo wanazipitia ni pamoja na kwamba huyu mwanamke kwa hivi sasa amekuwa ana hofu na mume wake, kwa sababu kabla hawajaingia katika mahusiano walikuwa wameplani kwamba kukaa miaka 3 kuwakifurahia kwanza maisha, alafu baadaye ndio aweze kupata mtoto. Lakini mwanamke ameona hii taarifa ya huyu jamaa kama vile inazingua fulani hivi, anahisi kama anaweza akambania asimpatie mtoto, lakini mwisho wa siku akaenda akazaa nje huko, ikawa balaa. Kwa hiyo akawa ameanza kulalamika hapo kuhusiana na kinachoendelea. Sasa swali linakuja kwako, je, unadhani kwamba katika mahusiano ya ndoa au mahusiano ya uchumba, ya upenzi, mnapoamua kuishi pamoja, je, mpango wa kukaa kwanza bila kupata mtoto, mnapanga kabisa miaka 3 mnakula maisha, je, kitu ambacho kiko sawa?
kwa sababu ili ionekane unakula maisha inabidi kwamba usiingie moja kwa moja katika kuhakikisha unakaa na mwanamke au unaishi na mwanamke kama mke na mume, alafu mkama mapanga eti mipango kwamba msiweze kupata familia. Kama ni bata, unaweza ukazila bata nje ya kuingia katika majukumu ya kuishi nyumba moja, kwa sababu mwisho wa siku ni lazima tu purukushani za kuweza kutamani familia zianze kuingilia kati. Sasa kutokana na hiki ambacho mtu na mke wake wameweza kukiplani, je, unadhani katika maisha ya kawaida huko uliko mtaani kwenu kitu hiki kipo? Na kama kipo, je, ni kwa asilimia ngapi? Unaweza ukatoa maoni yako kama kwa asilimia kubwa waigizaji ambao wameigiza story hii hapa na mchoraji wa story hii hapa imeenda moja kwa moja kwako wewe na umeweza kuielewa zaidi na kusema kwamba hata mtaani hivi vitu vinatokea kwa asilimia kubwa. Kama vinakuwa vinatokea kwa asilimia kubwa, unaweza ukaandika hapo ukatoa maoni yako, lakini pia kama havitokei kwa asilimia kubwa, ni kwa wachache, pia unaweza ukatoa maoni yako, tukusanye maoni ya watu wengi. Kwa hiyo ilipelekea mshikaji kuweza kutokuelewana kabisa na mke wake. Ikafikia wakati wakaanza kupigana mpaka akampiga makofi. Sasa baada ya kuwa amemtandika kibao huyu mwanamke, baada ya kuwa ameng'ania kutoka nje kwenda kupiga story au kwenda kurefresh mind kutokana na mawazo ya usiku, baada ya kuwa jamaa yake amemwambia kwamba kwa wakati huo hapo waende kutulia tu kwamba waweze kutimiza ndoto zao. Sasa Blayden amekuwa ni mshauri mkubwa sana kuhusiana na hii familia. Jamaa anamshauri shemeji yake kwamba amempiga sio kama mpendi, hapana, ila tu asila huenda zilipitiliza. Sasa swali linakuja kwako, je, unadhani kwamba huu ushauri kati ya watu hawa wawili ambao wameingia katika movement ya kutokuelewana, unadhani kwamba ushauri ambao unaotolewa na Blayden utaweza kusaidia watu kuweza kuendelea katika ile nidhamu ama zile nidhamu ambazo hapo mwanzo zilikuwepo? Toa maoni yako. Hii bana ni tamthilia ya Choice ambayo ina mwendelezo poa kwa sasa hivi, inasonga mbele zaidi na zaidi. Basi mimi nikushukuru sana kwa uchambuzi huu mfupi ambao nimekuwasilishia. Hadi wakati mwingine, wakati huu nikutakia wakati mwema. Bye bye.